Karibu tena kwenye channel yetu. Tuendelee na kitabu chetu pendwa cha The Richest Man in Babylon. Baada ya kujifunza sheria 5 za dhahabu, sasa tunaletwa kwenye sura ya 6 au sura nzuri kabisa na nyeti inayohusu mikopo, madeni na riba. Hii ni sura ambayo watu wengi huishia kuanguka kifedha kwa sababu hawajui sheria zake. Katika mji wa Babylon aliishi mtu mmoja tajiri sana. Ukimwacha Akkad, alikuwepo na mwingine aliyekuwa anaitwa Mathon, aliyekuwa mkopesha dhahabu. Watu walimfuata kila siku kuomba pesa, kwa maana wafanya biashara, wakulima na watu wa kawaida tu. Lakini Mathon hakuwa anakopesha pesa kiholela, bali alikuwa na kanuni kali kabla ya kutoa pesa mfukoni kwake. Kanuni ya kwanza, usikopeshe mtu ambaye hana uwezo wa kurejesha bila kuharibu maisha yake. Kwa maana Mathon alitambua kitu kimoja, kwamba ukimkopesha mtu bila mpango wa marejesho, basi unajitengenezea uadui. Kwa maana mikopo mingi huanza kwa matumaini, lakini huisha kwa chuki mbaya sana. Lakini funzo ni kwamba usikopeshe kwa huruma, bali kwa akili. Akili ndio ikuongoze katika mikopo. Kanuni ya pili, usikopeshe pesa kwa matumizi, bali kwa uzalishaji. Mathon alipendelea kukopesha biashara, kilimo au miradi inayozalisha kipato. Hakupenda kukopesha anasa, starehe, kuonyesha maisha. Kwa lugha nyingine tunasema mtu anayekuja kukopa pesa lazima awe na mpango wa kibiashara. Awe na dhumuni la kwamba hela anaenda kutumia kiasi gani. Sio kumkopesha mtu anaenda kutumia kwenye starehe na anasa. Na ujumbe mkubwa kwenye kanuni hii ni kwamba mkopo wa kula ni mzigo, lakini mkopo wa kuwekeza ni zaana. Kanuni ya tatu, mkopo lazima uwe na dhamana au mpango wa uhakika. Mathon alitaka kujua pesa itatumika wapi na itarudishwa lini na nini kitatokea ikishindikana. Kwa maana mkopo bila mpango unakuwa kama mtego. Riba bila uelewa ni adui. Sasa sura hii inaonyesha wazi kwamba madeni yanamfanya mtu afanye kazi kwa hofu. Lakini pia anakuwa ni mtu mwenye madeni mengi hawezi kupanga maisha ya baadaye. Akili ya mtu mwenye deni iko mikononi mwa mkopeshaji. Na lazima uelewe na upate funzo kwamba kabla ya kukopa, jiulize, hii pesa itanifanya huru au mtumwa? Funzo kwa anayekopa ni kwamba kopa kwa lengo, lakini sio kwa pressure au kwa mihemuko. Pili, hakikisha mkopo unazalisha zaidi ya riba. Lakini tatu, usikubali mkopo usiouelewa. Hakikisha unakopa kitu ambacho unakielewa. Sura leo inatufundisha mambo mawili muhimu sana. La kwanza ni kwamba usikopeshe bila hekima. Kwa maana unapokopesha tumia hekima. Lakini cha pili, usikopeshwe bila mpango. Usikopeshwe bila mpango na usikopeshe bila hekima. Pesa inaweza kukuinua au kukuangamiza. Tofauti iko kwenye nidhamu na uelewa. Katika sura ya 7 tutaingia kwenye The Walls of Babylon. Sura inayotufundisha ulinzi wa utajiri na usalama wa maisha ya baadaye. Asante, tutakutana tena wakati mwingine kwenye summary. Nafikiri itakuwa sura ya 8.